baadhi ya maeneo ya Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili niwashukuru viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa mkoa wa Pwani, viongozi wa Morogoro kwa ushirikiano mkubwa ambao wametupatia Wizara ya Maji, chama na serikali wote kwa namna tulivyoshirikiana kuhakikisha kwamba tunavuka hasa katika kipindi kwa usalama. Lakini la pili ni washukuru wananchi wa mikoa hii yote, maana mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani kwa uvumilivu, maana tuliwaomba kwamba ni kipindi cha mpito, hatuna mashaka tutavuka salama. Leo nimepata wasaa wa kuja kujionea hali ya mto tulivyokuja, na sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Tulikuja kipindi cha kwanza hapa maji yalikuwa hakuna, lakini leo maji tunaona yanavuka na kwenda katika upande mwingine. Kwa hiyo nimeridhika na niseme tu kwamba hali yetu sasa, kwa maana ya mto wetu una maji, na niwaelekeze sasa DAWASA hawana kisingizio. Tuwashe mitambo yote kwa maana ya pampu, turudi katika utoaji wa huduma katika hali ya kawaida. Na hatutegemei kuona sasa watu baadhi ya maeneo wakose maji, sababu kama tutaruhusu pampu zote, maana yake watu watoke ofisini kufuatilia flow ya maji, watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama, sababu uendeshaji wa mitambo yetu unategemeana na uwepo wa maji. Tuna kina kikubwa sana cha maji, mitambo kuanzia sasa yote iwashwe, ifanye kazi, watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Mitambo inapoanza kuwashwa kwa mara ya kwanza, hapo baadhi ya maeneo yatatereka bado kupata huduma, watupe taarifa ili wataalamu wetu waweze kuhakikisha wanafika maeneo yote, ili turudi katika hali yetu na hali ya kawaida kwa haraka na zaidi. Jambo la pili ambalo nataka kulisisitiza kwamba kipindi hichi ambacho tulikuwa katika kipindi cha mpito, sio watu wote waliweza kupata huduma maji safi na salama. Wapo walipata, wengine walipata kwa changamoto, leo wamepata, wamekaa siku 3 hakupata. Niwaombe na kuwataka DAWASA bili ambazo watakazozitoa ziwe halisia, ili katika kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Lakini kubwa ambalo nataka niliseme kama viongozi wa Wizara ya Maji na kwa bodi ya DAWASA, tujizatiti haya mambo yakijitokeza basi tuweze kukabiliana nayo. Maanake isijengeke tabia kwamba kila ikifika mwezi wa 11 basi wananchi wa Dar es Salaam na Pwani wanapata changamoto ya huduma ya maji safi na salama. Moja, wahakikishe na sisi tutalisimamia juu ya bwawa la Kidunda kuweza kukamilika kwa wakati. Lakini jambo la pili, tuna mradi ule twende sasa phase 2 wa Kigamboni. Na jambo la tatu, ile hatua sasa ya kuyatoa maji ya Rufiji kuja katika jiji la Dar es Salaam na Pwani, twende sasa kwenye utekelezaji, sababu visibility study imekuchafanyika. Twende sasa katika hatua ya utekelezaji. Kwa lugha nyepesi ambayo nataka kuisema kwamba haya yaliyotokea, mabadiliko ya tabia nchi na ukame, yawe mafunzo, ili tuweze kama wizara na kama mamlaka zetu za maji kujidhatiti kuhakikisha kwamba hata kikija kwa mara nyingine basi tumejiweka sawa na wananchi waende kupata huduma maji safi na salama. Lakini kubwa ambalo nalisisitiza sana kwa wananchi wote, tutengeneze utamaduni wa kuhifadhi maji. Naweza tukawa nayo maji, lakini hii huduma inatolewa na mitambo tu, naweza ikakorofisha pampu, wananchi wakawa wamekosa huduma kwa muda fulani. Tutengeneze utamaduni wa kuhifadhi maji, na sisi kama wizara tutaendelea kutoa elimu kupitia mamlaka zetu na taasisi zetu zote, na kuwashirikisha wadau mbalimbali, wanahabari na viongozi wote, ili kuhakikisha kwamba swala la uhifadhi wa maji tunalipa kipaumbele na matumizi sahihi ya maji, ili kuhakikisha kwamba tunaheshimu na tunaona umuhimu wa kuwa maji na kuhakikisha kwamba tunayatumia vizuri. Lakini jambo la mwisho, jamani, tumeshuhudia kwamba hatuna umaskini wa vyanzo vya maji, lakini tumeshuhudia sasa tunaona tukawa na chanzo tunachokitegemea lakini kikakauka. Tujidhatiti kwenye swala zima la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vyetu vya maji. Tuvilinde vyanzo vyetu vya maji kama mboni ya jicho, na hili ni jambo mtambuka, si sekta tu ya maji. Wizara ya Maji itakuwa kihelehele, lakini lazima tushirikiane na wadau mbalimbali, wananchi na wadau wengine kwa maana sekta zingine, ili kuhakikisha kwamba. Mheshimiwa Waziri wa Maji Aweso, karibu sana eneo la
intake ya DAWASA eneo la Loa Ruvu. Mheshimiwa Waziri, tarehe 29 tarehe 30 tulikuja hapa na eneo la kuchukulia maji, kwa maana mtambo wa Loa Ruvu wa DAWASA ulikuwa unachukua maji machache kulingana na kiwango cha maji kilichopo mtoni, na hii yote ilikuwa ni kwa sababu ya kuchelewa kwa mvua za vuli na kutokuwepo na mvua zikawa chini ya wastani, hivyo kiwango cha maji kilichokuwa kwenye eneo letu la mto likawa limepungua kwa kiasi kubwa. Tulipokea maelekezo kutoka kwako na ofisi za wakuu wa mikoa wote watatu, na kama taasisi tuliamua na tulianza kufuatilia, ikiwa moja ya jukumu letu kuhakikisha kwamba maji yaliyoko mtoni yanatumika kwa ajili ya matumizi ya majumbani tu, na hivyo kuhakikisha kwamba hakuna shughuli mbadala zinazoathiri vyanzo vyetu vya maji. Mheshimiwa Waziri, chanzo hichi cha maji kinaanzia kwenye safu za milima Uluguru. Kuna mito mitano, mto wa 6 ambao unaingiza katika mto huu wa Ruvu ndio tegemezi kwa mkoa wa Morogoro, ndiko bwawa la Mindu lilipojengwa. Wakati wa masika huo mto ndio unachangia maji kwenye mto Ruvu. Lakini kwenye hii mito mingine mitano bado huwa inatirisha maji kwa kiwango kikubwa katika mto wetu huu. Na mvua zinapokuwa chache, basi mitiririko ya maji kutoka kwenye safu za milima Uluguru na huwa inapungua, hivyo husababisha kiwango cha maji mtoni kupungua. Wadau mbalimbali wanakuwa hawapati maji toshelevu. Mheshimiwa Waziri, kwa kupitia taarifa za TMA walitutabiria kwamba kutakuwepo na mvua, na hizi mvua zitakuwa chini ya wastani, lakini zitaongeza kiwango cha maji kwenye maeneo yetu ya usimamizi. Mheshimiwa Waziri, kuna mvua zilinyesha tarehe 15 na tarehe 16 ambazo zilikuwa na wastani wa milimita 30 mpaka 50. Mvua hizi nyingi zilinyesha katika safu za milima Uluguru, hivyo mito baadhi ilijaza maji, na baada ya kujaa maji mito hii hutembeza maji kuingia katika mto Ruvu na kuanza kuonekana katika mitambo yetu ya Upper Ruvu na Lower Ruvu ni kwa baada ya siku 5 mpaka siku 6. Kwa hiyo ongezeko la maji linaloonekana leo ni matokeo ya mvua zilizonyesha tarehe 15 na tarehe 16. Hivyo bado ongezeko linaendelea, kwa maana kuna mvua zilinyesha za wastani wa milimita 50 mpaka 100 katika safu za milima Uluguru kwa tarehe 18 na tarehe 19. Kwa bado tunategemea maji kuendelea kuongezeka. Mto huu kwa sasa unapitisha lita 25,000 na mahitaji ya wadau kwa maana ya matumizi ya majumbani. Tukizungumza matumizi ya majumbani ni pamoja na intake za RUWASA. Mto huu kuna intake za RUWASA nazo zinachukua maji, na hali kadhalika mamlaka ya maji ya Dar es Salaam DAWASA ambayo nao pia inachukua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa kiwango kilichopo sasa hivi mtoni kinakidhi mahitaji ya matumizi ya majumbani. Wakati huo tunaendelea kufuatilia na kuangalia ongezeko la maji ambavyo linaweza zikafungua fursa nyingine, lakini kwa sasa bado tunaamini kabisa kiwango kilichoko kinatoza mahitaji hasa matumizi ya majumbani. Maji haya tunategemea yataongezeka kwa tabiri tunazoendelea kupokea kutoka TMA kila wiki. Mwezi Januari kunategemea kwa kuna piki ambayo kiasi cha lita 151 zitapita kwenye eneo hili letu. Kwa hiyo tunaamini kwa ongezeko hilo uimara wa upatikanaji wa maji au uwepo wa maji katika vyanzo vyetu unaweza ukafika Machi, kwa maana Januari na Februari, na tukaingia kwenye mvua zile za masika ambazo zinaanza wakati wa Machi. Kwa hiyo kwa tabiri tulizonazo na kiwango cha maji kilichopo, tunaona tuko salama kwa upatikanaji wa maji kwa ajili ya shughuli za kijamii kama maana matumizi ya majumbani. Mheshimiwa Waziri, moja ya jitihada tulizozifanya ni kuhakikisha kwamba shughuli mbadala zinazofanyika kwenye vyanzo vyetu vya maji zinapungua, hasa shughuli za mifugo ambazo tuliainisha mabwawa ambayo yako pembezoni, kwa maana jamii za kifugaji zipate maji maeneo hayo. Niaba ya wananchi wa Bagamoyo, mimi kama mbunge wao ambaye naitwa Subira Hamisi Mgalu,
nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuungana na Mheshimiwa Waziri, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tumeona maji yameongezeka hapa Ruvu chini. Kazi nzuri walioifanya tumeona. Takribani wiki 3 wapo kazi maalum Dar es Salaam na Pwani wakihangaika kuhakikisha wananchi wao tunapata maji safi na salama kutokana na kadhia hii ambayo ilitokea, ambayo naamini ilikuwa nje ya uwezo wao kwa sababu ni mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumefika hapa leo, tumeona maji yameongezeka, na mimi niungana na Mheshimiwa Waziri kuwashukuru viongozi wetu wakuu wa mikoa hii Dar es Salaam, Pwani yetu hii na Morogoro, lakini pia kwa mkuu wetu wa wilaya hapa Bagamoyo kwa namna ambavyo yeye na timu ya wilaya na wadau mbalimbali tulivyotekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri alipotembelea hapa mara ya mwisho ya kuhakikisha wale ambao walikuwa wanatumia maji kupunguza